Naam, habari za jioni mtazamaji wa popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama. Nikukaribishe vyema kwenye wasaa wa habari hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Fatma Hassan ambaye nitakujuza habari mbalimbali kitaifa pamoja na kimataifa. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewapisha viongozi aliowateua hivi karibuni na kuwakumbusha viongozi umuhimu wa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma, kuimarisha uwajibikaji na kufanya kazi kwa weledi kwa maslahi ya taifa. Hafla hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo amewasisitiza viongozi hao kwenda kufanya kazi kwa bidii kwa kuzingatia mshikamano ili kuendelea kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Viongozi walioapishwa ni pamoja na wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, makatibu tawala wa mikoa, naibu makatibu wakuu, naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango pamoja na mabalozi. Aidha, viongozi hao walikula kiapo cha maadili kwa utumishi wa umma, wakiahidi kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma kwa maslahi mapana ya nchi. Nataka nipige mstari hapo. Lengo ni kuendana na kasi ya matarajio au mahitaji ya wananchi. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo. Mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu. Niwatake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo, mkaishi nacho. Lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili, moja mtapewa, mwe mnairudia kila mara. Lakini kile mlichowapa hapa leo, kama mtu atakuwa amesahau vasi yoyote, katibu mkuu kiongozi anavyo, atakupa urudie. Serikali imeendelea kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa wa kansa nchini kwa kuweka mkakati wa kuongeza vituo vya matibabu na uchunguzi wa magonjwa hayo, hatua inayolenga kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Tupate taarifa kamili. Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atomic Tanzania, TAIC, Profesa Najat Mohamed amesema mkakati huo utaongeza upatikanaji wa huduma za matibabu na uchunguzi wa kansa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Profesa Najat ameyasema hayo wakati akipokea ugeni kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic, akielezea kuwa ugeni huo unalenga kuimarisha mahusiano ya kiutendaji na kukagua utekelezaji wa miradi inayofadhiliwa na wakala huo. Ni wetu wamefurahia sana. Wameona kwamba Tanzania kweli tumejidhatiti, tunalitaka hili jambo na wao watatupa msaada wote unaohitajika. Pia wamefurahishwa na jengo letu kwa mfano hapa na tulipofika kwa sasa, lab zetu tulizotembelea, wameona kwamba kuna improvement kubwa. Ameongeza kuwa utekelezaji wa miradi unaendelea vizuri, ambapo awamu ya kwanza ya mradi wa kansa ilikamilika mwaka jana, huku awamu ya pili ikitarajiwa kuanza kutekelezwa ndani ya kipindi cha miaka 4 ijayo, na baadhi ya miradi kukamilika ifikapo mwaka 2027. Miradi mingine iliyobaki inamalizika mwakani. Tutapewa tena tangazo tupendekeze mradi mwingine. Hii mingine imeshafikia hatua kubwa, imepata vifaa vipya vingi, inasubiri vifaa vichache kabisa kumalizia. Hatua hizi zinaonyesha dhamira ya serikali katika kutumia teknolojia ya nyuklia kwa maendeleo ya taifa, hususan katika sekta ya afya. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Watu 11 wamefariki dunia na wengine 6 wamejeruhiwa baada ya mgodi kuanguka katika eneo la uchimbaji Tulizembe, kilomita 25 kutoka Kolwezi, mkoa wa Lualaba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa zaidi. Kulingana na nyaraka kutoka huduma ya usaidizi, usimamizi na uendeshaji wa uchimbaji madini madogo na ya kiasili SAEMAPE, ajali hiyo ilitokea Jumamosi ikifunika wachimbaji wadogo waliokuwa wakifanya kazi kinyume cha sheria.
Huduma ya kiufundi inayohusiana na Wizara ya Madini ya DRC imesema sababu za ajali ni pamoja na kazi isiyo halali usiku, hitilafu katika mfumo wa mifereji ya maji na kushirikiana kwa baadhi ya walinzi wa maeneo hayo. Mamlaka za mkoa zinapendekeza kusitishwa mara moja kwa shughuli zote za uchimbaji, tathmini ya kiufundi ya maeneo yasiyo thabiti na ukaguzi wa maeneo yote ya hatari kubwa ya uchimbaji. Taarifa za Mamlaka ya Madini SAEMAPE zinasema hadi sasa idadi ya vifo imesalia 11 huku wengine 6 wakijeruhiwa. Esther Mtebe, Channel 10+. Idadi ya vifo kutokana na kuanguka kwa majengo mawili ya makazi katika mji wa Tripoli kaskazini mwa Lebanon imeongezeka na kufikia watu 14. Tupate taarifa kamili. Mkurugenzi mkuu wa ulinzi wa raia Imad Krais amesema majengo mawili yaliyopatikana yalikuwa makazi ya wakazi 22 na manispaa ya eneo hilo imesema huenda watu wengine bado wamekwama. Hili ni jengo la 5 la makazi kuporomoka huko Tripoli msimu huu wa baridi na kuongeza wasiwasi kuhusu majengo ya zamani na yasiyofanywa matengenezo katika jiji maskini zaidi ya Lebanon. Tripoli ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Lebanon na umeshuhudia kuporomoka mara kadhaa kwa majengo huku ukiwa na miaka mingi ya mgogoro wa kiuchumi, ukosefu wa matengenezo na udhibiti dhaifu. Majengo mengi ya makazi kote Lebanon yalijengwa kinyume cha sheria na bila vibali, hasa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1975 hadi 1990, huku mengine yakipanuliwa zaidi bila usimamizi sahihi, mamlaka yanasema, na kuacha maelfu katika hatari, hasa wakati wa miezi ya baridi na mvua. Itakumbuka mwezi uliopita serikali ilisema zaidi ya majengo 100 katika jiji hilo yanapaswa kuhamishwa. Eden Bahati, Channel 10+ kimataifa. Shule ya sekondari Ibungila iliyopo wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya inakabiliwa na changamoto ya ubovu wa miundombinu ya mabweni ya wavulana kuwa chakavu pamoja na ukosefu wa uzio katika shule hiyo, hali inayohatarisha usalama wa wanafunzi na kuishi katika mazingira magumu. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Haya ni mabweni ya shule ya sekondari Ibungila yenye kidato cha kwanza hadi cha 6 ambayo inamilikiwa na jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi. Na kutokana na changamoto ya uchakavu wa mabweni hayo, mkuu wa shule ya sekondari Ibungila Peter Nkanje amewaomba wadau wa elimu kupitia Chama cha Mapinduzi kuunga mkono shule hiyo ambayo inakabiliwa na changamoto mbalimbali za kimiundombinu, huku baadhi ya walimu wakielezea umuhimu wa uzio katika shule hiyo. Shule kimazingira ina changamoto za miundombinu. Kwa mwaka huu nimejipanga kupambana na changamoto kuu mbili. Kwanza, kujenga fence kwa ajili ya usalama wa watoto, tuwe na fence na geti. Kini pia na changamoto la bweni la kiume. Niwaombe wadau kupitia Chama cha Mapinduzi, kila mmoja kwa kadri atakavyoona inafaa atusapoti kuhakikisha watoto wanarekebishiwa bweni la vulana. Ni bweni chakavu linalohitaji msaada. Hatuna fensi wigo katika shule yetu, ambapo vijana wa kutoka mitaani wanaingilia na watoto wetu wa kiume. Kwa hiyo mtoto anaweza kaathirika kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya makundi. Vijana wanapita muda wowote kwa sababu shule yetu pia iko karibu na makazi ya watu. Kwa wadau tunaomba mtusaidie msaada kuwekea shule yetu ulinzi kwa ajili ya usalama wa wanafunzi. Na isitoshe shule yetu ni mchanganyiko, ina watoto wa kike kwa wa kiume. Kwa ajili ya usalama pia wa mabinti tulionao, ni vizuri hao watoto kuwatunza katika hali ya ulinzi pia. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa shule ya sekondari Ibungila wameeleza namna wanavyopitia changamoto na kuwaomba wadau kutatua changamoto hizo zinazowakabili. Kwa sisi watoto wa kike usalama unakuwa ni mdogo kwa sababu hatuna uzio. Hivyo ningeomba wadau mtusaidie kwa mchango wenu, kwa kujitoa kwa sehemu yoyote ile, ili mtusaidie kuweza kujenga uzio. Lakini pia kwa upande wa wanafunzi wa kiume tuna changamoto la bweni lao haliko salama, mazingira yani ni chakavu. Changamoto ya shule yetu ni ukosefu wa mabweni ya kutosha ya kiume. Tuna changamoto ya vitanda vilivyochakaa, kwa hiyo naomba wadau watusaidie katika hili. Lakini pia mabweni yetu ni ya zamani sana, tulikuwa naomba wadau wa elimu mbalimbali watusaidie katika kuboresha miundombinu. Ripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10.
Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi NLUPC imefanikiwa kutatua mgogoro wa mpaka uliodumu kwa zaidi ya miaka 10 kati ya vijiji viwili vya Mloo na Kibuta katika wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Taarifa kamili na Margaret Malisa. Mbali na kutatua mgogoro huo wa muda mrefu, Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi imefanikiwa pia kupima na kupanga matumizi ya ardhi katika vijiji 8 vya wilaya hiyo. Kupitia zoezi hilo, maeneo mbalimbali yametengwa kwa matumizi muhimu ya kijamii, ikiwemo miundombinu ya elimu, afya pamoja na barabara, hatua inayolenga kuimarisha maendeleo na kupunguza migogoro ya ardhi kwa wananchi. Kwenye mgogoro kati ya kijiji cha Kibuta na kijiji cha Mloo, mgogoro umekwisha rasmi. Kwenye hili tunawashukuru sana wataalamu wetu, serikali yetu kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, kupitia hawa wawezeshaji kwenye mipango bora ya matumizi bora ya ardhi. Kwa haraka sana tumeweza kulitatua, na mimi mwenyewe nikiwemo tumeenda kulitatua, ambaye mgogoro kubwa ambaye ilikuwa inadumu karibuni miaka 15 iliyopita au miaka 10 naweza kusema. Lakini hii tumeenda chapu tu, kweli tumeelewana pale, tumekubaliana. Mgogoro imekwisha, tumeitatua vizuri, na tunamshukuru sana Mama Samia. Tunaomba ikiwezekana ili zoezi liwe la nchi nzima na wilaya yetu yote ya Kisarawe. Msimamizi wa mipango ya matumizi ya ardhi wilaya ya Kisarawe kutoka Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, Edward Mpanda, amesema zoezi hilo lilitekelezwa kwa kushirikiana na wananchi kupitia mikutano ya vijiji. Kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, mipaka hii ilikwisha fanyika mwaka 2008, 2009 kurudi huko nyuma. Sasa ukiangalia leo hii tuna mwaka 2026. Tunazungumzia zaidi ya miaka 15 tangu zoezi limekwisha fanyika. Kwa hiyo kuna changes, jamii imebadilika, viongozi wamebadilika. Kwa hiyo ushiriki ama hisia ama ufahamu kwamba mpaka ulikuwa wapi, wananchi wengi hawajui. Margaret Malisa, Channel 10. Serikali ya kijiji cha Lwamgasa wilayani Geita mkoani Geita imeanzisha ujenzi wa kituo cha magari ya abiria kufuatia msongamano mkubwa wa makazi ya watu na wafanyabiashara katika eneo linalotumika kwa sasa kama kituo cha muda. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Akitoa taarifa ya ujenzi wa kituo hicho mbele ya kamati ya siasa ya CCM tawi la Lwamgasa, afisa mtendaji wa kijiji amesema mradi huo umehusisha ununuzi wa eneo, ujenzi wa choo, ujenzi wa jengo la abiria pamoja na ofisi. Hadi sasa zaidi ya shilingi milioni 49 zimetumika kutoka mapato ya ndani na kwamba mradi huo utakamilika mwishoni mwa mwezi wa 3. Stendi wanayoitumia kwa sasa hivi kwanza ni finyu na iko kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo msongamano wa watu, msongamano wa magari ni mkubwa sana. Ukilinganisha na stendi hii stendi iko pembezoni na center, lakini ukiangalia hii stendi ni kubwa. Na wananchi watafaidika kufanya shughuli zao hapa. Maana unapoona hapa pembeni tayari kuna vibanda na ni mradi wa wananchi. Tayari ule mradi wa wananchi unawaingizia kipato na maisha yanasonga mbele. Kulingana na mapato na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu kakijalia, hivyo haitakiwi kuendana na hali ya kukosa stendi ambayo ni muhimu. Kwa upande wao, waendesha bodaboda wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa kituo hicho kutawezesha kufanya kazi zao kwa urahisi zaidi na kuongeza fursa za kiuchumi. Naamini pale tuna eneo letu tutaweza kufaidika kwa sababu ile eneo ni pana, ila tu cha kuomba serikali na watu saidie, watuwekea angalau hata kakimvuli. Itatusaidia kwa kuwa ni pana. Abiria wanashushwa hapo, sisi kazi yetu ni kubeba abiria, ni kupeleka kwenye majumba yao. Mbali na ujenzi wa kituo cha magari ya abiria, serikali ya kijiji cha Lwamgasa imefanikiwa kujenga ofisi ya kijiji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 60, ikijumuisha ununuzi wa samani za ndani. Tengana kwa ofisi hizi kuwa sehemu tofauti tofauti kumeongeza tija ya kuwatumikia wananchi au kuwawajibikia wananchi kwa kila sehemu, tofauti na mwanzo. Unaweza kukuta mtu ana shida ndogo ambayo ingetatuliwa kwenye ofisi ya mwenyekiti wa kijiji, anakuwepo kwenye ofisi ya kata, anauliza mheshimiwa diwani nimemkuta. Sasa ukikuta mheshimiwa diwani hayupo, atapewa tu majibu hayupo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.
Vijana wanaosoma katika vyuo mbalimbali wilayani Muheza mkoani Tanga wamehamasishwa kushiriki kikamilifu katika kutumia fursa zinazotokea kwenye maeneo yao pamoja na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Tupate taarifa zaidi na Raya Kipingu. Elimu kwa vijana juu ya kuzitumia fursa za kiuchumi, mapambano dhidi ya rushwa sambamba na kuzidi kuwa wazalendo, ambapo afisa tarafa ya Muheza Ali Kijazi anawasisitiza wanafunzi kuhusu umuhimu wa kuziishi ndoto zao. Kijana mzalendo ni kijana wa kulinda amani. Ni kijana mwenye kulinda umoja na mshikamano wa kila sehemu aliyokuwepo. Katika kuwaongezea motisha na mwelekeo kwenye safari yao ya kujipatia maendeleo binafsi na taifa kwa ujumla, hapa wanaelimishwa kuhusu kuwa wabunifu. Lazima kama kijana ujitambue, tujitambue. Ndoto zetu ni nini? Mwelekeo wetu wa maisha ni upi? Tumeelewana? Tusiwe wavivu wa kufanya kazi, tusiwe wavivu wa kuzitafuta fursa, kuwa mstari wa mbele, kukataa, kupokea au kutoa nini? Kuwa mzalendo wa kutoa taarifa za vitendo vya nini? Vya rushwa. Nilikuwa mpweke, yani nikikaa peke yangu hivi naanza niende wapi after kumaliza mwaka wa 3, lakini sasa hivi naona kama si ni nesi bingwa, si daktari bingwa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Seif Kombo amekabidhi mipira ya kusambazia maji kwa wananchi wa jimbo la Kojani iliyotolewa na mwakilishi wa jimbo hilo, na kusema kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho kubadilisha mfumo mzima wa maji ili kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma hiyo bila ya mgao. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Kisiwani Pemba inasomwa hapa studio. Akizungumza na wananchi baada ya kukabidhi mipira hiyo, Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Seif Kombo, amesema serikali ipo katika hatua za mwisho za kubadilisha mfumo wa maji na kuwawezesha wananchi kuondokana mgao wa huduma ya maji. Kufuatia na fedha ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshaitoa kuja kunako wizara yetu na kutuelekeza kutatua changamoto hii, mchikichi wetu wa 7.5 umo na utakuja ndani ya siku chache hapa mbele zijazo, kwa sababu tayari tushanunua na supplier analeta mashine 26 kwa ajili ya Pemba tu. Pema mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya ameahidi kuwasimamia viongozi wa majimbo kuhakikisha kuwa wanatekeleza ahadi zao kwa wakati, huku mwakilishi wa jimbo la Kojani Shame Ali akiomba kujengewa matanki ya kuhifadhia maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji bila ya usumbufu. Nitahakikisha sasa na wahimiza mwakilishi pamoja na mbunge ili kuja kumaliza changamoto zinazowakabili. Tunakuomba uweze kutupatia tenki la maji lenye ujazo wa lita 1000 katika kijiji chetu cha Kojani, lakini hata hivyo na katika eneo letu la Kiu ni vema kabisa mkalichukua ili kuweza kuhakikisha kwa hapo tunapata tenki lenye ujazo wa lita 2,000,000. Yakitoka hapa kuna mji huko waitwa Mjini Kiuyu, yalikuwa yanafika. Tulipotayarishiwa hii njia, ikabidi moja kwa moja ile mipira ikazikuliwa kwa kupitisha njia. Kwa hiyo kama wataalamu wanasema kwamba mashine ni ndogo, watu ni wengi, wamemeguka Mjini Kiuyu, maji hayawafiki. Mabula, Pemba, Zanzibar. Asante Masanja Mabula kutoka Kisiwani Pemba. Wanandoa 337 kutoka kaunti za Kwale, Mombasa na Kilifi nchini Kenya wamefanya harusi zao katika sherehe ya pamoja iliyofanyika Kwale Baraza Park, kaunti ya Kwale. Tupate taarifa kamili. Tukio hili la kila mwaka ambalo limefanyika kwa mwaka wa 6 mfululizo liliendeshwa na kadhi mkuu wa muda Sakiani Omari Hassan. Harusi ya pamoja iliyofanyika siku chache kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mpango ulioanzishwa na mbunge wa Matuga wa kaunti hiyo. Mbunge huyo alisema harusi ya pamoja inalenga kupunguza gharama kubwa za sherehe za ndoa, ambapo wazazi wa wake huweka sharti ya kiasi kikubwa cha mahali
kabla ya kuruhusu binti zao kuolewa. Sheikh Athman alipokuwa akijumuika na wanandoa hao katika ndoa takatifu, alifichua kuwa hadi wanandoa watakapounganishwa katika ndoa wanahesabika kuwa wanaishi pamoja, jambo ambalo ni kosa kwa mujibu wa Uislamu kuwa ni dini. Kiongozi wa kidini ambaye pia ni afisa katika mahakama ya Kenya alisema ni makosa kwa wanandoa kuishi pamoja kwa jina la nyakati ngumu za kiuchumi, na kuwataka wasomi wa Kiislamu na wazazi kuwahimiza watoto wao kufanya yaliyo sawa. Kadhi mkuu alisema usajili wa ndoa unafuata mafundisho ya kidini ili kuzuia changamoto zozote zinazoweza kutokea kutokana na ndoa zisizosajiliwa kisheria. Witness Ngalawa, Channel 10 Plus, kimataifa. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Khatibu Yahya amewataka wahitimu wa ualimu ngazi ya cheti na diploma wa chuo cha ualimu Singida tawi la Pemba kutoridhika na kiwango walichofikia, bali waone elimu kama safari endelevu itakayowasaidia kuwa walimu bora na wenye mchango chanya kwa jamii. Tupate taarifa kamili. Akizungumza kwenye mahafali ya 4 ya chuo hicho, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Khatibu Yahya amesema kujiendeleza kielimu kutaongezea walimu ujuzi wa kisasa wa ufundishaji pamoja na kuwafanya kwa kioo cha maadili mema kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla. Utandawazi umekuwa ni mkubwa sana. Hatua ambayo mmefikia, basi muendelee kusoma na kuongeza ujuzi zaidi. Mheshimiwa Rais kwa upande wa elimu ameweka miundo mbinu mizuri sana. Kwa wilaya ya Micheweni, Hatibu Jua Mjaja amesema elimu ni kipaumbele cha serikali zote mbili, na kwa mantiki hiyo serikali zitaendelea kuweka mazingira bora ya kujifunza na kufundishia ili kuwajengea walimu na wanafunzi uwezo wa kufikia malengo ya kitaifa ya elimu. Elimu ni miongoni mwa swala ya kipaumbele katika serikali zetu hizi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ndio maana viongozi wetu wanaotuongoza, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wamekuwa wakiwekeza sana kwenye suala la elimu. Takia waweze kuwa wazalendo wazuri katika nchi yao, kuweza kuhakikisha wao inakuwa ni chachu ya mabadiliko. Jambo ambalo tunajivunia hadi sasa ni mashirikiano na maelewano makubwa sana ambayo tunayapata kupitia vyuo na taasisi mbalimbali vya binafsi pamoja na vile vya serikali. Chuo cha walimu Singida tawi la Pemba kinatajwa kuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza maadili mema na uzalendo kwa wanafunzi pamoja na kuwajengea walimu ujuzi na maarifa ya kisasa ya ufundishaji. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Ukame uliokithiri umesababisha vifo vya maelfu ya mifugo hasa ng'ombe kutokana na ukosefu wa maji na malisho ya kutosha, hali iliyosababisha madhila makubwa kwa wafugaji, wakiwemo kulazimika kuishi kwa mlo mmoja na kuathiri shughuli za kiuchumi katika eneo la Kona Maziwa, kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Hii sio picha, ni Kona Maziwa, kaunti ya Kajiado, mizoga ya mifugo mbalimbali kama ng'ombe na mbuzi ikitapakaa kila pahala na kuathiri maisha ya wafugaji. Mmoja wa wafugaji anasema kwa sasa hakuna tumaini, soko la mifugo limeporomoka kwa kuwa kitoweo hicho hakina soko kwa sasa, huku viongozi wa eneo hilo wakisema wafugaji wengine wamelazimika kuhamia maeneo mengine kutafuta malisho. Katika ukanda wa pembe ya Afrika, wakati ukame ukiendelea kuwakabili wafugaji katika kaunti ya Kajiado na familia zikikosa maziwa na chakula, ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu inasema raia milioni 5 wa Kenya wanakabiliwa na njaa, huku nchi za Somalia na Ethiopia zikishuhudia miaka 5 ya uhaba wa mvua, na kuna haja ya kuchukuliwa hatua za haraka kukabiliana na hali hiyo.
Witness Matiku, Channel 10 Plus kimataifa. Naam, asante Witness Matiku kwa kuweza kutupitisha katika taarifa hiyo. Na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.